Hii movie inaeleza historia ya kweli sana, inayoeleza juu ya uzembe ambao ulifanywa na marafiki wa zamani wa shuleni kipindi walipokuwa vacation baharini, hali ambayo ikajeuza hii vacation kuwa si sehemu tena ya kuenjoy, bali ni sehemu ya kupambania maisha yao. Sasa huu mzigo unaeleza maisha magumu ambao hawa marafiki waliyapitia kipindi walipokwenda vacation. Sasa ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi, bila kusahau kusubscribe. Mimi naitwa Kipaso Njeyara. Bonge Story. Movie inaanza hapa, inatuonyesha marafiki wa zamani sana waliosoma pamoja shule ya sekondari. Leo wamekutana tena kwa ajili ya mapumziko ya weekend fulani hivi tulivu maeneo ya baharini. Amy alikuwa na mume wake wa kuitwa James, walikuwa na mtoto wao mchanga alikuwa akiitwa Sarah. Kapo nyingine ilikuwa ni Azach pamoja na Raulin, wao walijiunga nao pia. Safari hii iliandaliwa na Dan aliyefika na mpenzi wake mdogo wa kuitwa Mitchell. Dan yeye akawakaribisha wenzake, na kwa wakati huu akawa anajigamba sana kwamba hii boti kubwa ni ya kwake, hivyo alifanya hivi kwa ajili tu ya kutaka kuwavutia marafiki zake. Sasa tangu alipopanda hii boti, Amy alikuwa na hofu kubwa sana na alikuwa ni mwoga wa maji kweli kweli, na hii ni kutokana na tukio la historia ya utotoni sana ambapo aliwahi kushuhudia baba yake akizama ndani ya maji na kufariki hapo hapo. Sababu hiyo ilimfanya huyu mwanadada kuwa mwoga sana, na hata hapa alikataa kabisa kuweza kuvua hii life jacket hata kwa sekunde moja. Baada ya muda kidogo, kila mtu aliyekuwepo hapa aliruka baharini na kuanza kuogelea isipokuwa Amy mwenyewe. Dan akiwa na utani usiofaa hapa akamnyanyua Amy na kisha akaamua kuruka naye majini. Amy alipiga kelele kwa hofu sana, lakini hakuna aliyejua ya kwamba walikuwa wamefanya kosa kubwa sana, kwani walisahau kushusha ngazi ambayo ingewasaidia kuweza kupanda kwenye boti wakihitaji kurudi juu. Walipojaribu kutaka kurudi ndani ya boti, wakagundua ya kwamba hii boti ilikuwa ina ukuta wake ambao ulikuwa ni mrefu sana, laini, lakini pia ulikuwa ni wenye kuteleza kiasi cha kwamba wasingeweza kupanda huko juu. Hapa wakajaribu tena na tena, lakini kulikuwa hakuna mafanikio yoyote. Taratibu sasa hofu ikaanza kuwatawala. Amy ambaye tayari alishaanzaga kuogopa maji, hapa akaanza kuchoka haraka na James akalazimika kumshikilia ili tu asizame. Mitchell naye akaanza kutetemeka kwa baridi kali baada ya kukaa kwa muda mrefu ndani ya maji. Dani aliona boya la plastiki lilokuwa likielea. Hapa akapata wazo la kutaka kuweza kutumia boti hii kama ngazi ili tu aweze kujisukuma na kwenda juu, lakini kila anapojaribu kupanda alikuwa akipoteza balance na kisha anaanguka. Mwisho wa siku hata lile boya nalo pia lilipasuka. Baadaye Dani aliona bendera ya boti ikiwa inapepea maeneo haya. Alisubiri sana upepo uweze kupungua, kisha mwamba akaruka na kuishikilia ili tu aweze kujivuta na kwenda juu. Baada ya majaribio mengi sana, mwamba alifanikiwa kuweza kuishika ile bendera, lakini isivyo bahati ilichanika mkononi mwake na mwamba akaanguka tena kurudi majini. Tumaini lao likawa limeyayuka tena kwa mara ya pili. Ghafla Mitchell akaanza kuhisi kuna kitu kinamgusa ndani ya mguu wake chini ya maji. Hofu ikaanza kuwashika watu wote. Hapa Dani akaanza kupiga mbizi na kuzama chini ili kuweza kuchunguza kama kulikuwa kuna papa au kiumbe kingine, lakini hakukuta chochote. Hiyo ilikuwa tu ni taharuki fulani hivi ya bure ama hofu yao wao wenyewe. Na kadri muda unavyozidi kwenda, kila mmoja aliyekuwa hapa akaanza kupoteza nguvu. Mitchell ambaye alikuwa ni mwogeleaji mzuri sana, naye pia alishindwa kabisa kuendelea, na kwa kukata tamaa hapa alimvamia Amy kutoka nyuma na kisha akamzamisha ili tu aweze kumpokonya ile life jacket yake. James aliona hili akaingilia kwa haraka sana na kisha akamwokoa Amy. Mitchell alilia sana akisema hakuwa na chaguo lingine kwa sababu alikopo akizama. Lauren hapa alimfariji na kumfundisha jinsi na namna ya kuweza kuelea kwa kutumia nguvu kidogo. Hasira zote zikaanza kumgeukia Dani. Wote waliokuwa hapa wakaanza kumlaumu sana mwamba, kwani mwamba alisahau kabisa kushusha ngazi, na sio hivyo tu, yeye ndio ambaye aliweza kumlazimisha kumtupa Amy majini, ili hali alikuwa anaogopa maji, na kana kwamba kama angekuwa kule juu basi angefanikiwa kuweza kuwashushia ngazi. Kilichoumiza zaidi ni kwamba mtoto Sarah naye pia alikuwa amelala peke yake tena ndani ya ile boti, na hapa alikuwa hana mtu yoyote wa kuweza kumwangalia. Dani alibaki kimya kwa sababu alijua hili alilolifanya ni kosa lake yeye mwenyewe na ni kosa kweli. Baada ya hapo wakaona machuma mawili madogo yaliyokuwa pembezoni kabisa mwa hii hapa boti au yacht.
Watu hawa wakajisogeza kwenda kuyashikilia, lengo wapate walau nafuu ya kuweza kusubiria na kukaa maeneo haya. Ghafla Amy akasikia simu ikiwa inalia kutoka juu ya boti. Wote wakawa wanapata matumaini mapya. Zachi alipiga mbizi kwa juhudi kubwa na kisha akafanikiwa kuweza kufika mpaka kwenye nguo zake alizokuwa amezitundika kwenye uzio wa hili boti. Hapa akatoa simu mfukoni akitarajia kwamba anaweza kupiga na kuomba msaada, lakini kwa bahati mbaya hiyo simu ilikuwa haina mtandao. Mitchell aliposhika hii simu kwa papala, ghafla ikiingia tena kwenye maji. Zaidi ya hapo ikazimika kabisa. Zachi alipoona hivi alikasirika sana na kisha akaamua kuitupa hii simu baharini. Tumaini lao la mwisho likawa tayari limetoweka. Dakika chache baadaye waliona yachi nyingine ikiwa inapita kwa mbali sana. Hapa wakaanza kupunga mkono na kuanza kupiga kelele kwa nguvu zao zote, lakini watu waliokuwa katika ile yachi walizani ya kwamba watu hawa wanawasalimia tu, hivyo nao wakaamua kuwapungia mkono tena kwa furaha kabisa. Kisha wao wakaamua kuendelea na safari yao. Hapa hakuna hata mmoja ambaye aligundua kama wale watu wapo kwenye hatari na pale wanapambania maisha yao. Dan akatoa wazo jingine na hapa akawaambia watu wote waliokuwepo hapa wavue nguo zao zote walizobaki nazo, kisha wazifunge kwa pamoja kutengeneza kamba fulani hivi ndefu, na baada ya hapo waifunge na kuining'iniza ili kusudi watumie kuweza kupanda kwenye ile boti. Sasa baada ya majaribio mengi waliweza kweli kuning'iniza kwenye reli ya ile boti. Zach akiwa ndiye mtu pekee mwenye nguvu zaidi kati ya watu waliokuwepo hapa akaanza kupanda taratibu. Alipokaribia kufika juu, ile kamba ikachanika na ghafla akaanguka kutoka juu mpaka majini. Wote walikata tamaa kwa maana hili ndio lilikuwa tumaini lao. Upande wa James, yeye hakutaka kukubali kushindwa, akazunguka mpaka kwenye boti ili tu atafute njia nyingine ya kutaka kuingia kwenye lile boti. Hapa akapiga mbizi mpaka chini ya hii boti, lakini huku hakupata suluhisho wala namna yoyote ya kuweza kutoka hapa. Wakati huo huo kisu chake kilidondoka na kuzama chini ya bahari. Mwamba aliona hivi kisu chake kimeanguka, hivyo akaamua kuzama kwa nguvu zote ili kusudi kwenda kukitafuta mpaka akakipata, lakini kwa kuwa alitumia nguvu nyingi sana kukifata, kweli bwana kilimchosha vibaya mno na mwamba akaanza kukosa pumzi na kuanza kumeza maji, hivyo akalazimika kupanda juu kwa haraka kabla hajazama. Sasa wakati wa majaribio yale ya kutaka kuweza kuibuka juu tena kwa haraka, James akajikuta akipiga kichwa chake kwa nguvu sana kwenye sehemu ngumu ya chini ya boti. Pigo hilo likapasua fuvu lake la juu na mwamba akapoteza fahamu mara moja. Hali yake hapa ikawa ni mbaya sana, jambo ambalo lilifanya watu wote hawa waanze kuingiwa na hofu. Zachi akachukua kisu na kwa wakati huu akataka kukichomeka kwenye ule ukuta wa boti ili tu waweze kutumia sehemu zile kwa ajili ya kujishikilia kupanda juu, lakini Dani alimzuia kwa nguvu. Hakutaka kabisa boti hii haribiwe. Sasa wakiwa wanagombania kile kisu, Dani alimchoma James kwa bahati mbaya. Kwa kuwa walikuwa wamekaa muda mrefu majini, damu haikuweza kuganda, ikaanza kusambaa na kumwagika kwa wingi. Maji nayo pia yakaanza kuwa mekundu kwa ile damu. Mitchell akaingiwa na hofu akiamini ya kwamba hiyo damu huenda ingevutia hapa hapa. Kwa uoga mkubwa hapa akaanza kuogelea mbali na hili kundi, lakini kwa kuwa hakuwa mwogeleaji mzuri, nguvu zikamwishia. Haraka sana akazama baharini mbele ya macho yao. James naye pia alikuwa ameshapoteza damu nyingi, huku akifahamu marafiki zake walikuwa wanakufa mmoja baada ya mwingine. Hasira zikamjaa hapa, akaanza kumshambulia Dani kwa ngumi nyingi sana, akimlaumu mwamba kwamba uzembe wake ndio ambao umesababisha janga lote hili kuweza kutokea. Dani alikuwa amevunjika moyo kabisa, akaamua kukiri tu ukweli. Sasa mwamba anadai ya kwamba hii yachi haikuwa ya kwake, yeye alikuwa ni mfanyakazi tu na alipewa kazi ya kuweza kuitunza maeneo haya. Mwamba akaichukua bila ruksa ya tajiri, tena aliichukua kipindi ambacho tajiri yake hayupo ili tu aweze kujifanya tajiri mbele ya marafiki zake. Pia akakiri ya kwamba alimzuia Zach kuchoma boti kwa sababu aliogopa kuharibu mali ambayo hata haikuwa ya kwake, lakini sasa majuto hayakuwa na maana tena. Baada ya muda mrefu, Zach akafunga macho ya milele kwa maana ya kwamba alifariki dunia. Hakukuwa tena na mtu mwenye nguvu za kuweza kubeba mwili wake. Hapa wakauachia mwili wa Zach uogelee na kuzama taratibu chini ya bahari. Lauren hakutaka kabisa kusubiri kifo. Hapa akaamua kujaribu kuelekea ufukweni, ingawa ufukwe ulikuwa ni mbali sana kiasi cha kwamba hata asilimia zake za kufika zilikuwa ni 0. Amy aliendelea kumshikilia James aliyekuwa amejeruhiwa vibaya sana
sana. Hapa akawa anajitahidi kumfanya mwamba aelee, ila Dan akakumbuka wazo la kutumia kisu ili apande boti. Safari hii hakujali tena kama boti ingeharibika, lakini kisu kilikuwa tayari kimezama baharini, hivyo akaamua kuvaa miwani ya kuogelea na kisha akapiga mbizi kwa ajili ya kwenda kukitafuta. Wakati huo huo, sauti ya yule mtoto Sara ikaanza kusikika akilia ndani ya boti. Amy akaanza kuumia moyo zaidi baada ya kuweza kusikia mtoto wake pekee yuko ndani ya boti peke yake huku akiwa analia. Mvua kubwa nayo pia ikaanza kunyesha ghafla. Upepo ukavuma kwa nguvu na mawimbi yakaanza kuwa makubwa zaidi. Amy alimvuta James hadi mbele ya boti ili waweze kujificha sehemu ya mbele ya hiyo yacht, lakini hapo ndipo alipogundua kwamba James alikuwa tayari amefariki dunia kwa maumivu makubwa. Hapa akamwachia mwili wake ambao ulielea taratibu kabisa na kisha ukatoweka chini ya maji. Dan naye pia hakufanikiwa kupata kisu. Mawimbi yalikuwa ni makali kiasi cha kwamba alishindwa hata kupumua vizuri. Amy alimwendea na kisha akampa msaada wa kugawana ile life jackets. Wote wakaamua kurudi pembeni ya boti na kisha wakaanza kujishikiza kwenye pete ya chuma huku wakisubiri miujiza itokee. Ghafla radi ikapiga, mwanga ukaanza kuakisiwa kwenye miwani ya Dan. Hapa akapata wazo la mwisho. Mwamba akaivunja hiyo miwani na kisha akatoa kioo chake, ingawa wakati anafanya hivyo mikono yake ilikatika na kuvuja damu, lakini alichomeka kioo hicho kwenye ufa mdogo kabisa wa ukuta wa boti ili tu utumiki kama sehemu ya kujishikilia. Dani akasimama chini ya Amy na kwa wakati huu akamruhusu Amy amkanyage mgongoni kwake. Amy akiwa amechoka kupita kiasi alijaribu mara kadhaa bila mafanikio yoyote. Hatimaye wakafanikiwa kuweza kushika kamba iliyokuwa imening'inia juu ya boti. Kwa msaada wa nguvu za mwisho za Amy, hapa Amy akafanikiwa kupanda na kuingia mpaka ndani ya yachi. Alipopanda juu kwa muda mfupi, mwanadada akaamua kujilaza maeneo haya akiwa amechoka kabisa, kisha akainuka na kwenda kukimbia moja kwa moja kwenye ngazi ya dharura kwa ajili ya kutaka kuishusha. Baada ya kuhakikisha ya kwamba ngazi imeshuka, akaingia ndani ya kabati na kisha akamtafuta binti yake Sara. Hapa alimkuta mtoto akiwa ameanguka sakafuni, lakini bado alikuwa hai. Amy akaamua kumbeba na kumkumbatia kwa nguvu kabisa huku akiwa analia kwa furaha. Alipotoka nje hakumuona mwamba Dan. Alipoangalia baharini alimuona akiogelea taratibu akiondoka kabisa mbali na boti. Hapa alikuwa anajihisi ya kwamba ni mtu mwenye hatia kwa kusababisha vifo vya marafiki zake. Dani alikuwa ameamua kuweza kujiua na kujiangamiza kwenye maji. Kumbukumbu za utoto za Amy zikaanza kumrudia, lakini safari hii hakukubali hofu iweze kumshinda. Hapa naye pia akajitosa kwenye bahari ili tu kuweza kuogelea kwa nguvu zote na kuelekea kwa Dani ili tuweze kujaribu kumwokoa. Asubuhi inayofuata, wavuvi waliokuwa wakipita karibu na ile yacht walisikia mtoto akiwa analia ndani ya ile yacht. Hapa wakasogelea karibu na kisha wakamkuta Amy akiwa amekaa juu ya boti katika hali mbaya na mshtuko kabisa wa kisaikolojia, yaani mawazo ni mengi. Pembeni yake kulikuwa na mwili wa mwamba Dan, huku mtoto wao Sara akiwa ndio manusura mdogo kabisa katika hilo tukio la kutisha lililosababishwa na kosa dogo kabisa la kusahau kushusha ngazi kwenye hiyo boti au yacht. Hebu drop comment yako hapa chini, wewe umejifunza nini kuhusiana na huu hapa mzigo? Na hapa tunafikia tamati mwa hii simulizi. Asante kwa kuwa na wewe kuanzia mwanzo mpaka kufikia tamati. Hii ni Bonge Story, mpaka kwa wakati mwingine. Mimi ni Kipaswa Njeyara. Oi. Bonge Story.